Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Ndugu wapendwa Waislamu tulio katika nchi mbalimbali, tuliko katika ndani ya nchi ya Tanzania mpaka tulio katika nje ya nchi ya Tanzania, almuhimu ni Muislamu. Leo ndugu zanguni, ningependa utakapoisikiliza hii video, hebu share kwa wengine pia waisikie na waipate, wapate kuifanyia kazi video hii. Kitu ambacho ningependa nikizungumze, kuhusiana na walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa, kama wewe una mwanao anasoma madrasa, na pia kama hauna mtoto ambaye anasoma madrasa, hebu fanya umpeleke madrasa. Lakini almuhimu nizungumzie kuhusiana na walimu wa madrasa. Ndugu zangu, walimu wa madrasa wana thamani kubwa sana sana sana, na haki ya mwalimu wa madrasa ni kubwa kuliko haki ya mzazi. Haki ya mwalimu wa madrasa ni kubwa kuliko haki ya mzazi. Ndio leo hii katokea mzazi anamuita mtoto na zikagongana kauli zao, na mwalimu wa madrasa akamuita, huyu anatakiwa amsikilize mwalimu wa madrasa. Haki yake kwa sababu ni kubwa sana. Na wale wazazi ambao pia watoto zenu wanasoma madrasa, wallahi mna dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mna dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka huu ujumbe ufike pala pengi sehemu tofauti. Dhima ya kwanza, kuna baadhi ya wazazi na dhima, walimu wa madrasa hamtaki kuwapa pesa zao, hamtaki kuwapa ada zao. Wallahi ni dhima kubwa. Siku ya Kiyama wewe utaenda kumlipa huyu, utake usitake. Kuna wale wazazi, mtoto anarudishwa nyumbani kwa kuwa hajalipa ada. Unafikiria ni jambo tu la kawaida, karudi nyumbani, mwalimu kamfukuza kwa kuwa hajalipa ada. Wewe unacheka tu na unasema bwana, mimi nakuhamisha madrasa hiyo, twende madrasa ya pale. Unaenda madrasa ile, huku nyuma mwalimu yule anakudai madeni kibao. Subhanal malikil quddus, mwalimu wa madrasa anakudai pesa kibao. Hasa hii jambo mimi napenda nilizungumze. Yule mtoto wako hawezi kutoboa ikiwa mwalimu wa madrasa anakudai pesa, manake atakuwa na kinyongo katika moyo wake na atakuwa amekosa ijaza ya mwalimu wa madrasa. Wallahi ni mtihani, na naomba ujumbe usambae nchi tofauti. Ni mtihani na udhima mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa sisi tumeona ni vitu vya kucheka navyo, lakini si vitu vya kawaida. Mtoto akikosa ijaza ya mwalimu wake wa madrasa hatofika mbali. Bimaana atakuwa kila siku akiama madrasa na kisomeshwa, lakini ni mgumu wa kuelewa kwa sababu mwalimu wa madrasa ana kinyongo. Jifikirie mzazi, wewe hapo unamtazama, unadaiwa pesa ngapi na mwalimu wa madrasa, na ukamhamisha mtoto wako katika madrasa ile. Ndugu mzazi, Allah nakwambia wewe ambao umemhamisha mtoto wako katika madrasa, lakini bado una deni katika ile madrasa aliyotoka, fanya upeleke pesa ya watu. Siku ya Kiyama ni ngumu mno. Siku ya Kiyama ni ngumu. Fanya haraka umpelekee mwalimu pesa yake, mtengenezee mazingira mtoto wako apate ijaza ya mwalimu, aelewe. Wazazi, acheni kuwanyanyasa hawa walimu, imani zao zinawalea hawa. Naongea kwa uchungu wallahi. Hii taarifa naomba muisambaze. Siku ya Kiyama ni deni. Mzazi hujamlipa, unadaiwa na pesa na mwalimu wa madrasa. Siku ya Kiyama wewe ni deni kubwa. Usikae ukachekea kabisa. Jifikirie, mtu masaa yake yote ametenga wakati wake, muda wake kwa ajili ya kusomesha watu, na ukiangalia asilimia nyingi ni vijana wakisomesha, na wengine mpaka watu wazima. Sasa huyu anapata wapi pesa? Na ana familia na ana watoto. Lakini nyinyi mmekuwa mkifurahi tu, mume wako kaenda kazini, karudi na zawadi anawaletea, mnakula usiku. Umemkumbuka mwalimu wa madrasa anakula wapi?
Mwalimu wa madrasa anakula wapi na ana watoto zaidi ya 3 4? Tangia mchana yuko madrasa, kakaa na wasubiri watoto wako, wakija wanasoma vizuri kwa burudani. Sasa ajabu maskini ya Mungu atasi wafukuze watoto. Tuwathaminini walimu wa madrasa, tuwaheshimuni walimu wa madrasa. Walimu hawa wanalea nyoyo za watoto wenu, wanalea nyoyo za watoto wenu. Na sasa sisi tulivyosoma, mwalimu yurabbi ruhahu, analea roho yako, wa aqlahu, na akili yako. Bila mwalimu wewe, ama bila mwalimu pasingepatikana mashekhe wakubwa wakubwa, au mamufti wasingepatikana mashekhe wa mkoa. Bila mwalimu imani haiwezi kawa sawa sawa, na mtu huwezi kumjua Mola wako. Lazima patikane mwalimu, moyo wako tengamaya, akili yako iwe sawa sawa. Wana thamani kubwa kubwa kubwa, tuwaheshimuni sana walimu wa madrasa. Kama hunadaiwa deni la aina yoyote na mwalimu, fanya mpango, mpelekee mwalimu wa watu pesa yake. Ewe mzazi unanitazama, na kuomba sana sana sana, wallahi na kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio maana nikatuma hii video iwafikie watu tofauti tofauti. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.